Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili hapa EFM. Karibu sana. Jana tulianza mkasa mpya kabisa. Popote ulipo, hata kama bado hujausikiliza, unaweza ukauelewa hivi leo mimi ninavyoshia pamoja na wewe. Ndio, anaitwa Zaituni. Hili ni jina lake, Zaituni, au unaweza kumuita Zai. Mwenyewe anatueleza haya ambaye amepitia katika safari ya maisha, na mwanzo kabisa Zaituni anatueleza amekuwa ni binti ambaye amemaliza elimu yake ya kidato cha 4 na anaenda kusoma kozi ya nursing, na anapoenda huko anafanikiwa na anapata kazi sasa rasmi. Yeye ni mwajiriwa katika hospitali moja yenye nursing hapo. Anatueleza habari ya maisha. Anasema kila kitu kinaenda vizuri kwa upande wa kazi na nini. Lakini anatueleza kwa habari ya mahusiano, yeye anakuwa hana bahati. Kila mahusiano anayoanzisha anakuwa hayadumu kwa muda mrefu, anaachwa. Anajiuliza kwa nini, lakini siku moja rafiki yake anamueleza kwa habari ya kuolewa na mwanaume wa kizungu. Na anamueleza mwanaume wa kizungu amempata kwenye hizi dating site. Na anamwambia hataweza Zaituni, unaweza kupata mwanaume huko mzungu, wanaume wa kizungu wana true love. Zaituni hiyo kitu inamuingia, na sasa hivi Zaituni yuko kwenye mchakato wa kumpata mwanaume wake wa kizungu. Na hatamani kuolewa na mwanaume wa kizungu mzee. Anatamani apate mwanaume wa kizungu kijana kama ambavyo rafiki yake amempata. Lakini zaidi anapata ushauri kwamba sio lazima mwanaume wa kizungu umpate kwenye hizi dating site. Unaweza kumpata hata hapa Dar es Salaam. Wana maeneo yao, wana location zao, wana bar zao, kuna maeneo yao wanafanya starehe. Kwa hiyo hakikisha na wewe unaenda kujoin huko, huo ndio unaweza kupata bahati. Karibu sana msikilizaji, leo siku njema, tusogee mbele zaidi tuyasikie haya ambayo ndugu yetu anaitwa Zaituni anashia pamoja nasi. Zaituni anawakilisha wasichana wengi ambao wapo wakipambana kuhusu masuala ya mahusiano. Unatamani uwe na mwenzio, upweke unakutesa, umeumizwa na wanaume wa kibongo eti au umeumizwa na wanaume kutoka Kenya, Uganda, au tuseme Afrika Mashariki, au mwanaume yote mwenye ngozi ya Kiafrika. Sasa hivi unasema navuka boda. Mambo ya kuhangaika na wanaume hao weusi hawa hawana true love, au wanaume wote wanafanana, na majina mengi ambavyo unaweza ukaita. Na upo sasa hivi uko kwenye kusearch umpate mzungu wako. Una rafiki yako, una ndugu yako, unajua kaolewa na mzungu. Unaona namna ambavyo mzungu ana muhendo. Unasema kaolewa na mzungu mimi, mbona dunia nitakuwa nimeipatia. Wako watu wanatamani hayo. Na unanisikiliza sasa hivi, pengine uko kwenye hizo dating sites, sijui, au wewe una mikakati na wewe unaenda kwenye hizo location kusearch. Karibu msikilize ndugu yetu anaitwa Zaituni akishia pamoja nasi haya katika safari yake ya maisha. Zaituni anasema, Zaituni anasema hii ni auti yangu ya kwanza. Auti ambayo nilijipanga vizuri. Ninaambiwa nini ambacho mwanaume wa kizungu anapenda. Ninatakiwa niwe na akiba. Ukiamua kuyafanya haya mambo utakiwa kuwa mbahili. Halafu nilielekezwa hizi location sio lazima mbebane na marafiki. Sometimes mkibebana na marafiki unaweza mkahisiwa kama mpo kwenye kutega mingo. Kutega mingo unajua maana yake? Yaani kama mpo kibiashara. Yaani unaenda na marafiki, unaenda peke yako. Nenda kachill, agiza zako chochote, tulia. Na mimi ndivyo ambavyo nafanya maelekezo. Sijawahi kuishi hayo maisha, lakini naamini kwamba nao huu ni wakati wangu wa mimi kufanya hivyo. Nilielekezwa lazima uvae high heels. Yaani nivae kiatu kirefu, kiatu cha mchuchumio. Ukienda location kama hiyo usivae flat shoes. Yes, usivae ovyo. Be smart. Na gauni nzuri, nguo nzuri ambayo inaweza kukufanya msichana uwe sex lady. Inabidi wewe uvae gauni. Usivae majinsi nini. Gauni. Usivae gauni kubwa liko oversize. Pia
utapendeza kama ukavaa short dress, kigauni afu kishoti. Alafu rangi ambazo niliambiwa pia na maelekezo mengine mengi. So nime look good, yani nimependeza, ninaonekana vizuri, niko very smart, nimepaka makeup yangu safi. Niliambiwa usiende huko uso wako hauko smooth. Yani haya yote ni mambo ambayo nilielekezwa katika out yangu. Kwa hiyo nimepaka simple makeup, nimejipaka mwenyewe, nimehakikisha lips zangu za mdomo zimekaa vizuri, uwanja wangu nimeutengeneza vizuri, kila kitu kiko sawa. Yani najiona niko vizuri. Sikusahau pia, nilikumbushwa lazima mwanamke uvae hereni. Mwanamke lazima uvae hereni, basi ivaa saa yako, hakikisha saa yako pia ukivaa, watu wanapenda kujaji saa. Mtu anaweza sijaji sana hereni, lakini saa inaweza ikajulikana haraka. Kisha unavaa saa yako nzuri ambayo inapendeza. Haya maelekezo yote mimi niliyapata na nimeenda kwenye kwenye out yangu ya kwanza. Zaituni anasema nimefika kwenye hoteli. Yes. Hii location ni perfect. Nimefika pale, nimepokelewa na mhudumu safi, nimekaa nikaletewa menu pale, menu ya vinywaji, menu ya chakula. Sijawahi kufika. Nafika hapa, naangalia menu. Oh my dear friend, menu imechangamka. Ukisikia mtu anaagiza kinywaji anakunywa masaa mawili, ndo waga inakuwa kwenye hizo location. Nimefika pale, naangalia bei ya maji, yani water. Nimechoka, nishazoea huko kitaa huko. Nikienda hivi naenda baa za kawaida au hizi hoteli za kawaida ambazo gharama sio kubwa. Hii nilienda ni zile classic kabisa. Kila kitu pale niliona kiko na gharama, lakini nikaagiza kinywaji ambacho hakina kilevi. Na hicho kinywaji napenda kuchanganya na soda, so nikachanganya na soda, nikaletewa na soda. Soda yenyewe mwenzangu, wewe soda unanunua shilingi ngapi kwa mtaani? 600. Ukienda huko kwenye baa nyingine shilingi ngapi? Unaambiwa buku. Au ukienda kwenye sehemu nyingine utaambiwa 2000. Wewe kuna sehemu soda gharama. Nimefika, lakini nilikuwa nimejipanga na kaila kangu, wala sio shida. Nikalipa hapo. No, nikaagize. Na maana hapa hamna kulipa kabla. Unaagiza tu. Unaagiza. Kwa nikaagiza hapo kwenye upande wa vinywaji. Kwenye chakula sasa, ukienda kitaa kwenye hizi bar, hoteli za kawaida, ukitumia unataka labda kwa chakula kukunusu, unaambiwa kukunusu labda shilingi ngapi? 10,000 ngapi? Bei zimechangamka. Lakini kwa sababu nilikuwa nimejipanga, kweli nikatulia zangu hapo, naendelea kunywa kinywaji kangu. Sasa kama sitaki kuagiza raundi ya pili. Hapana. Na ni kweli kama nilivyoambiwa, yani hapa nikigeuka ni mzungu, nikigeuka hapa ni wazungu, nikigeuka hapa ni wazungu. Yani jamani, ni hapa da, wazungu wapo wengi. Nikasema jamani, au wazungu wako wasechi huko, kumbe wazungu wako hapa wamezagaa tu. Na mimi nijipatie wa kwangu mmoja. Hatari. Yes, ndugu yetu anaitwa Zaituni. Zaituni anasema basi niko hapa. Niko mahali hapa, naendelea kunywa taratibu, niko na simu yangu. Unajua hapa niko mwenyewe. So
bofya tu hivi nini, lakini hapa nikaona nijikeep busy, nianze kuchati na rafiki yangu yule ambaye anajua naenda kidate. Sasa huyu sio wa nje, huyu ni hapa Tanzania. Nikamwambia wewe, nimekuja hapa na muelezea. Akaniambia ni relax, usipepese macho. Wasichana wengi wakienda location kama hizo wanabakigi wanapepesa macho. Ukipepesa macho utaonekana kama wewe uko na jambo lako unalitafuta hapo. We chill. Alafu uwe ni mtu ambaye unaonekana yani hufuatilii mtu. Yani uwe busy. Kama ni simu yako nini, hapo ungekuwa na earphone zako. Yani unajikeep busy. Yani kama umekuja kwa sababu ya kupata labda ni chakula cha jioni, yani hivyo. Nikamwambia sawa. Kweli niko hapo, nikaagiza na chakula, kaendelea kukaa hapa na ninajikeep busy na simu. Jamani, wasichana tunaeka. Mimi nimejitosa kuzungumza, manake vingine havizungumziki. Hivi ni vitu watu wanavifanya chini kwa chini, hawasemi. Mimi nasema mtakavonijaji, lakini nasema ukweli wangu. Kweli nilikaa pale, nimemaliza mpaka chakula. Hakuna hata mtu aliyesema dada vipi, hakuna. Jamani, hata mzungu mmoja nikamtumia message, nikamwambia wewe, yani nimekaa hapa nakwambia nimekula, nimetumia hela yangu hii yote hii jamani, yani hata mmoja. Nikatuma message na rafiki akasema, kwani ni rahisi hivyo unadhani? Wewe, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaeleta kwetu, na si tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Katika msimu huu tunaye ndugu yetu anaitwa Zaituni, au unaweza kumuita Zai, akishia pamoja nasi haya katika safari ya maisha. Zaituni anasema, kiukweli sikupenda, sijapenda. Nimetoa kaila kangu, nimekaweka pembeni. Kwa kweli sijafanikiwa. Mpaka muda ninaondoka. Kumbuka hapa huku ni mbali, unajua. Ni sawa rafiki yangu na Kambagala. Unaambiwa wewe location za wazungu wanapatikana sehemu fulani. Sindo utabidi sasa uanze kutafuta usafiri na kiatu chako kirefu rafiki yangu. Utapanda nini? Ukipanda pikipiki rafiki yangu, sindo utapigwa na upepo, unafika kule nywele zimeshavurugika, uso haueleweki. Kwa ina maana lazima uwe na budget ya usafiri. Nimekuwa na budget ya usafiri. Na kuambiaje, mpaka naondoka pale. Sasa nilivotoka nikampigia rafiki yangu, nikamwambia wewe, ni kweli nimewakuta wazungu, wengine wamekaa kifamilia, nimewakuta wengine. Akaniambia, Zaituni, wewe nenda hapo, wewe una tabia kwenda. Nenda sio kwa sababu lazima ukutane na mtu, ila kwa sababu utakuwa na utaratibu wa kwenda kwenye hizo location. Siku moja mtu ambaye anaweza kukuelewa, au wewe mwenyewe unaweza ukajikuta unavutiwa naye, mkajikuta mna bond, mnaanza kupiga story. Sio hata tu kwa habari ya kukutana na mwenza wa maisha, hata marafiki unaweza kukutana nao huko. Lakini ukienda kwa ile dhana kwamba mimi naenda na bajeti yangu hii, lazima nikutane na mtu, tuanze kuchati, anioe, twende Ulaya. Ingekuwa hivyo rahisi, si watu wote wangekuwa wanaolewa jamani na wazungu wanaenda Ulaya. Sio kitu rahisi. Alafu sio mtu anakuona tu mara kwanza anapapatika, au wengine wanakuga ni wahuni tu. Yani wewe cool down. Hapo umeenda leo, next time utaenda sehemu nyingine, siku nyingine utarudi tena hapo. Kwa lazima uwe na budget. Nikaambia basi ndio maana watu wanahangaika na hizi dating site. Unajitulia zako tu nyumbani na ka profile kako hapa umekaweka, kanapendeza. Mtu akikuona, mambo si ya kujitia gharama haya. Akaniambia vizuri, vina gharama rafiki yangu. Target zako ni kubwa, kwa hiyo lazima budget yako iwe imesoma kilomita. Nikarudi nakwambia, niliambulia, ni kweli nilienjoy, location nzuri, vitu gharama ndio, kuku ni yule wa mazesi ndio yule. Hapa wanamna yake wanamweka, anakuwa na nakshi nyingi, anapendeza zaidi, lakini kuku ni yule. Jamani, soda ni ile. Sema huku mwenzangu, ukinywa unakunywa, unakunywa soda huku, kuna vitu unawekewa, utaambiwa unataka nini, labda nilete soda, nataka nilete na ice, nataka ni vitu fulani vinachanganywa huko, basi kasoda kama na katesti fulani hivi, kumbe soda ndio ile. Kwa hiyo nikawa sijafanikiwa. Sasa huku kwenye dating site
ambako huku sasa hivi mimi nimeendelea pia kupapambania, lakini sijabahatika. Yani jamani, hizi dating site jamani, kukutana na mtu akikwambia nimepata mtu wangu sio kitu rahisi. Ananipenda, ananitumia hela, anakuja kunioa, sio tunaenda nje, sio rahisi. Mimi niko hapo nakwambia. Yani watu wanaonifuata nakwambia. Yani sio nasema yani kuna mtu mpaka unasema kwani huyu ni mzima kichwani huyu? Yani kwani huyu ana akili kweli? Au mimi mpaka unamuuliza are you crazy? Yani watu walivyokuwa wamechanganyikiwa. Yani mtu anakupigia video call pap, unashangaa unapokea mtu yuko mtupu. Unamuuliza wewe vipi tena? Anaanza kukufanyia mambo ya ajabu. Unasema wewe vipi? Yani hivyo. Anakuambia how much, unataka shingapi? Yani mambo ya ajabu. Sasa mimi siko kwenye hizo mission hizo. Unajua kwenye hizi dating site kila mtu ana target yake. Mimi niko kwenye kusearch nipate a good husband. Yani naamini kwamba naweza nikakutana na mwanaume huko nikaenjoy, nikapendwa, nikafurahia kama wengine ambao wanakutana nao. Kama wengine wanakutana nao, why mimi nisikutane naye? Why mimi nisikutane naye? Unajua, naamini na mimi naweza nikapata hiyo chance, nikakutana na mtu akanielewa, akanipenda, na hili likawa jambo jema tu. Naendelea kupambana na kwambia. Sijakutana na mtu mwenye unafuu. Ikabidi nianze kufuatilia na wengine ambao wako kwenye hizo dating site, labda kwingine, maana hizi ni nyingi. Nikakutana na huyo mtu akaniambia, wewe mbona mimi na mwaka wa 3? Una mwaka wa 3? Mtu yuko mwaka wa 3 anakuambia yani mimi ndo nimeamua tu kutulia. Sijui wengine wanafanya nini, wengine wanapata, mimi sielewi. Mimi sipati. Utakuta tu mtu anakuambia jana nimeingia na wiki 2, nimeingia na mwezi, unajiuliza ukijitazama wewe ni mzuri kuliko hata huyo. Wanatumia vigezo gani? Sio uandae profile nzuri, uweke sio picha yako nzuri, ivutie. Mimi nimeshaweka. Yani sielewi. Tunarudi pale. Bahati. Labda ndo hivyo wenzetu wana bahati jamani, tutafanyaje? Lakini nikwambie ni kuvumilia. Kuna yule rafiki yangu alikaa miaka 5. Mtu anakuambia hivyo kwamba na miaka 3. Kuna rafiki yangu alikaa miaka 5, mwisho wa siku akaja kukutana na mtu sahihi. Mimi sasa hivi sitaki kuzingatia sana. Unajua niliingia kwa hamaki sana, yani niliingia na shauku sana. Shauku imepungua sasa hivi, nimeona nitulie kwanza. Akasema na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kukutana naye. Yani ukiamua kutulia, ila ukisema mwezi huu lazima, inaweza isiwe. Wewe tulia. Mimi waga naamini kuna siku moja mimi nitapata mtu. Sema mimi target zangu nikwambie, mimi nataka hata nikipata mzee, mimi nikipata tu mzee ambaye anaweza kanikubali tukapendana, mimi hata mzee niko tayari, mradi tu awe na pesa. Hao ni mabinti wa Kitanzania. Yani sisi ni wasichana wa Kitanzania. Ukituuliza kwa nini mtu anafikiria, msichana anafikiria ulewe na mbabu, yani nikipata tu hata mbabu mimi ni sawa. Why? Kwa nini ufikirie mambo ya mbabu? Wewe ni msichana mdogo, ili mradi tu awe na pesa. Hata mtu mwenye miaka 60 ngapi, 70, 80, haina shida, ili mradi awe na hela. Watu tumevurugika, vichwa vimeshavurugika. Zaituni anasema basi hii ndo michakato. Na haya ndo maisha ambayo mimi naendelea kuyaishi. Kazi zangu zinaendelea, mambo mengine pia yanaendelea, lakini sasa hivi nilishasitisha habari za mahusiano. Sitaki tena mahusiano na wanaume wa kibongo. Sitaki mwanaume wa kibongo. Yani sitaki hawa watu wameshaniumiza sana. Sitaki kabisa, nishadanganywa sana mimi. Nishadanganywa, sitaki tena kuendelea kudanganywa. Zaituni anasema sasa out lazima niwe natoka mara kwa mara. Lazima niwe natoka mara kwa mara. Nakumbuka nilitoka kwa mara nyingine. Nirudi pale pale kwenye ile hoteli ile ya mwanzo. Nilifika, niliagiza zangu kinywaji kile, nikawa nimekaa zangu, sikio nilivaa nguo black. Nilivaa kiatu changu kirefu black,
nikavaa kigauni changu black, yes, kifupi fupi, sio sana, ile kifupi fupi yani ambacho kinakufanya mtu una look, unaonekana vizuri yani. Si unakumbuka nilishauriwa nisivee manguo makubwa kwa kinguo kidogo dogo hivi, lakini niliweka nywele zangu zimeachia, nikapaka makeup yangu nzuri, hereni zangu, saa yangu, yani smart lady, alafu na kipochi changu simple, sio gupochi. Usipende kubeba vitu vikubwa. Kwa nini ubebe vitu vikubwa? Beba vitu vidogo dogo. Yes. Anaitwa Zaituni. Zaituni anasema basi mimi nayakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Nayakumbuka sana. Zaituni anasema siku hiyo nilipomaliza kupata chakula, hiki kinywaji nilikuwa bado naendelea kunywa taratibu, akaja mhudumu pale. Akaniambia hai, nikamsalimia. Mambo ya Kiingereza haya jamani. Kiingereza changu ni cha form 4 lakini hivyo tunaelewana. Akaniambia kuna rafiki pale amesema unakunywa nini? Ameuliza nikuhudumie. Nikatabasamu, jamani, mwambie asante, niko okay. Akasema no, chochote tu agiza, huyu ni mtu mzuri. Yani huyu mhudumu ndo ananiambia mimi. Nikamwambia no, yani niko sawa. Yani mwambie asante sana. Nikakata kwa sababu hizo technique pia nilishafundishwa. Yani usiende mahali tu mtu anataka kukununulia basi na wewe ndo nakunywa kitu fulani. Nikakata. Akaja tena huyu mhudumu akaniambia nimemwambia but amejisikia vibaya, amesema ni zawadi tu, yani amependezwa tu, anatamani ya kununulia chochote. Nikamwambia ni mimi niko okay, hapa nakwambia nataka kuondoka. Akaniambia please basi chukua hata maji. Nikamwambia it's okay, labda maji. Hapo ukiniona najishaua utanijua. Nikatulia zangu. Zaituni anasema basi nikiwa hapa nikaletewa maji. Nimeletewa maji, nikamwambia asante. Kweli huyu mhudumu akaenda akamwambia asante na akarudi kwangu. Yani akaja kwangu huyu mhudumu akaniambia ameshukuru sana. Amesema kama hutajali, hii hapa ni business card yake, kama mnaweza mkawasiliana. Nikamwambia ni upi? Na nauliza mwenzangu, sio kwa napambania hapa kumbe mwanaume mweusi huko. Ikawa imekula kwangu, nacho kikataa kitano na kuja kukitafutia huko. Nikamwambia ni upi kwani, kwa sababu sasa hutaki kugeuka, unajua mambo ya kugeuka inaonekana kama namna gani vipi. Akaniambia ni mtu mzuri, ni mbaba wa kizungu, ni mteja pia hapa, hana shida, mtu mzuri tu. Nilivyosikia mzungu, ni hata kama ni mzee, sasa mimi si ndio natafuta wao watu nije nianze. Nikasema it's okay, haina shida. Nikamwambia basi mwambie asante, mwambie nitamcall. Basi akamfikishia hivyo. Basi mimi sikutaka kukaa sana pale, nikaondoka zangu. Yani najikeep busy, yani kama si unaelewa, sikai sehemu muda mrefu. Anatueleza haya ndugu yetu anaitwa yes. Okay. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa anaitwa Zaituni. Ndio, Zaituni anasema nimeondoka, ikawa ni siku ya mafanikio, unajua. Ikawa ni siku ya mafanikio. Nakumbuka nikarudi zangu nyumbani, nilikaa kama siku 2.
Na haya yote alikuwa ni mashauri naambiwa. Yani usifanye kama yani wewe ndo unataka sana. Kwa nilikaa siku 2. Baada ya siku 2 nikamu SMS WhatsApp. Nikamwambia hi, my name is nini na nini, tulimit sehemu fulani. Haraka sana akajibu, nilikuwa nasubiri simu yako kwa hamu sana, naomba nikupigie. Basi huyu mtu akanipigia, ila alinipigia, yani hakunipigia video call. Kwa sababu yani nimegundua hao watu wa dating site hizi wanapenda sana video call. Yani video call. Na kuna usumbufu sana. Yani ukaingia kwenye mahusiano, kwa mfano ndo unaanza kudate naye, utapigiwa video call wewe popote unapoenda. Ni unaenda sokoni, ni uko jikoni, mtu anakupigia simu muda wote. Ndio usishangae wadada muda wote wako na simu. Una date na mtu sijui yuko Norway huko. Yeye anatumanga vijisenti vyake, yani anakucontrol kana kwamba uko naye hapa. Usipopokea, kwa nini ukupokea? Ilikuwaje? Mimi nilikupigia. Kwa nini ilikuwaje? Hivi na hivi na hivi. Kwa sababu ndo hivyo sasa, umeshaanza kupata vishilingi, sijui ndo mnadate hivyo, usumbufu mpaka unaweza ukachoka yani. Lakini nashukuru huyu anipigia kwa simu ya kawaida, yani kwa simu ya sio video call. Tukaongea na mimi napenda sana kusema siko vizuri sana kwenye kuzungumza Kiingereza, hujiami mapema. Lakini akaniambia no, mbona uko vizuri, mimi nakuelewa kabisa na nitakufundisha. Basi kwa tunacheka, alivyoniambia atanifundisha, nikamwambia yes, na hisi nahitaji kujifunza zaidi. Akaniambia unaishi wapi? Nikamwambia wewe. Akaniambia kuna project amekuja kufanya hapa Tanzania, anahitaji company ya kula, kunywa, kufurahi, kujua mazingira pia. Nikamwambia nilidhani wewe ni mwenyeji sana. Akasema no, sio kwamba sio mwenyeji, nimekuwa nikija naweza nikaondoka nikaja, so kupata na watu wapya ni jambo zuri. Lini tunaweza tukaonana, kama pale umepapenda tukamiti pale na nini. Asa mimi si ndio kitu ambacho nilikuwa nataka. Nikamwambia it's okay, basi ngoja nicheke ratiba yangu afu nitakucheki. Kweli na mimi nikacheki ratiba yangu, nikamtumia message WhatsApp siku gani niko free. Akaniambia sawa, na marafiki wengi waga tunakuwa tuna party pia sometimes, na I wish siku nikukutanishe nao pia. Yani nikamwona ni mtu ambaye yani tu hata hujafahamiana sana, lakini yani kama amenikubali. Basi nakumbuka nikamwambia rafiki yangu, nikamwambia kwanza yule aliye nje, nikamwambia jamani, nimepambana na hizi dating site hizi, nimekutana na watu vicha, lakini nimejipatia mzungu kwa njia nyepesi. Wewe nikamwambia nakwambia huyu mtu sasa hivi mimi naona na mwelekeo. Ndio mnaonana lini? Nikamwambia siku tunaonana. Akaniambia sasa ukienda kuonana naye zingatia mambo machache naye kwambia. Nikamwambia ndio unazidi kumsikiliza sasa, nieleze. Au wazee wazungu au mwanaume wa kizungu ukienda kudate naye, yani unavoenda ile dating yenu ile mara kwanza, anaangalia vitu gani? Akaniambia kwanza, epuka sana ukiwa naye kuchezea simu. Yani ukifika pale wewe weka simu pembeni. Kaa, ongea naye, msikilize yeye tu. Ndio. Haya msikilizaji, nikupeleke mapumziko dakika chache, nami nitarejea kuendelea kukuambia haya. Hii ni simulizi ya kipekee, naamini kuna binti, kuna kijana unanisikiliza. Katika ujana mambo mengi tunafanya tukiamini anaweza yakatupa furaha, yakatupa matunda yaliyo mema. Natamani usikilize hii ya ndugu yetu anaitwa Zaituni. Ndio. Haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Zaituni akishia nasi haya, akitueleza katika safari yake ya maisha, akisema haya ni mimi yale ambayo nimeyapitia. Na Zaituni zaidi anatueleza. Zaituni anatueleza akisema mimi ni moja kati ya wasichana ambao nimekuwa na mitazamo ya kitofauti, lakini naamini si mimi tu, wako wasichana wenzangu wengi ambao tupo katika harakati
za kutafuta mwanaume ambaye si asili ya Kitanzania, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tumeumizwa au tuna watu ndugu zetu ambao wameumizwa na tunaona kama hapa hakuna mapenzi yaliyo sahihi, na wakati mwingine pia tunaangalia maisha, fursa na vitu kama hivyo. Anatueleza, anaitwa Zaituni. Zaituni anasema ninaelekezwa nitakapoenda kukutana naye nizingatie hayo. Kwanza niepuke sana matumizi ya simu. Yani sio mtu tu umekaa, umepigiwa simu, umeinuka, mara wewe uko busy au unachati. No, hawapendi hiyo kitu. Yani wakikuona tu hivyo, wanajua wewe una mambo mengi. Ukifika pale, weka simu yako pembeni. Yani tulia, msikilize. Tuliza macho yako. Unaona? Halafu pia ukiwa kwa mfano umekutana naye ana marafiki zake, usianze kushobokea watu wengine. Yani kwa mfano mmeenda na papati na sio tu marafiki, au mna dance mahali, labda mna dance, mpo mnacheza mziki, wewe unacheza na huyu unaenda kumbambia tena mtu mwingine, hiyo inashusha thamani yako sana. Hutakiwa kufanya hivyo. Inatakiwa uconcentrate na yeye tu, yani umuone yeye tu na wala sio mtu mwingine. Niko sawa? Na akaniambia zingatia hayo. Watu wengi wamejiangusha wenyewe kwa hizi simu. Uko unahangaika tu na simu, mara umesimama unaenda kupokea simu, wewe unaona kama ufahari, kumbe watu wanakuona wewe mshamba tu, mtu wa ajabu. Unacheza na huyu, mara huyu kakuvuta unaenda unacheza naye. Epuka sana pia matumizi ya vilevi. Manake unapotumia kilevi akili zako baadaye zinaweza zikawa haziko stable. Kwa hiyo hata kama unatumia, hakikisha unatumia kwa kiasi, isizidi zaidi. Haya ni yale ambayo mimi nimeelezwa. Kwa hiyo siku naenda kukutana naye niko na elimu ya kutosha. Kwani nilipofika alifurahi sana kuniona, na hatukwenda kukutana sehemu nyingine tofauti na pale pale. Hii sasa kwangu inakuwa ni mara ya 3. Utakumbuka mara ya kwanza nilienda mwenyewe, mara ya pili nilienda mwenyewe, na ndio nikapata namba ya huyu mbaba wa kizungu. Hii ni mara ya 3. Sasa ndio unamuona vizuri, unajua huyu yeye hakuwa na kile kielele cha kunipigia ma video call. Yeye alikuwa tu tupiga simu kawaida, yani pia anapenda kuchat. Kwenda kumuona, kiukweli nimemuona ni mzee ka jamani, ni mzee nie jamani, yani kama huyo ndo ni mzee wa kibongo, yuko hivi cha huyo ni mzee, ni mzungu, ni mzee hivyo. Yani naongea kwenye simu vizuri. Unajua siku zile sikupea attention kumuona, yani si hivyo, unaelekezwa usishangae, yani macho yako kaa hana utulivu. Basi akafurahi sana kuniona, hai nini hagi nini. Basi kweli tukaketi, tumeketi pale tukapiga stories za mwanzo, na tumia nini. Mimi nikaagiza kinywaji ninachokipenda, akasema no bwana, mimi hata wine. Nikamwambia no, okay. Nikamwambia niko fit kabisa, yani niko sawa. Akaniambia sawa. Kwa nikaagiza hicho ninachotumia, tunakunywa pale, lakini akasema na marafiki zangu anakuja muda wote, nakwambia mimi simu yangu iko hapo, sishiki sigusi, nimetulia tu, nafuata kanuni na masharti. Ni mambo nilioambiwa niyazingatie. Lakini anasema kweli ya watu wakaja bwana, au marafiki. Sasa hao marafiki walikuwa mchanganyiko, walikuwa kwa 5. Kwa pale zikaandaliwa meza pale nini. Basi na mimi nipo, Kiingereza changu cha kuunga. Unakajua Kiingereza cha form 4. Tena sio ile form 4 ile yenyewe ile. Nani nazungumzia form 4, si unajua daraja fulani hivi. Yaani ni cha kuunga, lakini napambana nacho. Hi. Oh, thank you. Hivyo. Tunaelewana tu, lakini kwa sababu hata huyu mzee hapa tulikuwa mbona tunaelewana. Tunaelewana hivyo. Zaituni anasema basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha mimi Zaituni. Zaituni anasema katika hawa watu 5
ambao walikuwa wamekuja wameweka meza, tumekaa nao kwenye meza. Kuna kijana mmoja alikuwa yuko hapa jamani, handsome hatari. Kijana nikasema jamani, yani muone nasema hivi kwa nini mimi huyo mzungu mzee jamani? Sijapenda. Yani kwa mfano ndio unapendwa na kijana kama huyu. Sasa huyo kijana yuko hapa lakini kuna wasichana wengine. Sasa nakisema sijui hawa ndo wanani wao. Sasa unajua watu wamekuja huwezi ukajua na hauwafahamu, huwezi ukasema au kauliza mambo, huwezi. Kwa hiyo nikawa tu niko katika kutulia tu, lakini kama mtulivu. Akanitambulisha pale. Akanitambulisha hivyo rafiki yangu, na hakusema sio kwamba huyu ni girlfriend wangu, no, alisema ni rafiki yangu. Alinitambulisha hivyo yule mbabu. Basi tumeendelea kupiga pale story, wakawa wanakunywa, nimepiga story, watu wameanza kuchangamka, wanacheza muziki. Mimi nikabaki nimeshikilia zile kanuni. Niko na zile kanuni. Nisitoke nje ya mstari. Cheza na aliyekualika. Haya mambo umepelekwa kwenye mwaliko, unaacha kucheza na mwalikwa, unaenda kwa wageni ambao hata hawajui. Unaambiwa huko huo ni ujinga. Mwanamke smart hawezi kufanya mambo kama hayo. Yani wewe una concentrate na aliyekualika. Kwa hiyo mimi nakwambia niko tu nimeconcentrate na mbabu hapa. Niko tu ananiambia ukacheze. Naambia no. Namwambia tukacheze na wewe. Tukacheze na wewe basi hivyo. Asa unajua huyu mzee jamani, yani ni mtu mzima jamani. Nilivumilia. Nikasema hii siku naipite. Kweli muda uko umesogea sana, na mimi nikawa namwambia huyo time imeenda. Akaniambia so basi una utaratibu kuondoka uite usafiri? Nikamwambia ndio, na usafiri naweza nikaita hapa. Akaniambia sawa, ni shilingi ngapi? Na akasema it's okay, wala hata usijali. Tukaenda pembeni mimi pamoja na huyo mbabu. Ina maana hao wenzangu wanaendelea sasa, naona vibe ndo linaendelea. Yani mimi sasa nimefundishwa pia. Tuona watu wanaenda mpaka kuna pambazuka. Unaweza ukakaa mpaka kuna pambazuka, lakini siku za mwanzo usionyeshe wewe ni mkeshaji. Yani kwamba wewe ndogo unakesha. Sasa hizi ni elimu ambazo mimi nilikuwa ninaambiwa kujiweka kama wewe ni mwanamke wa thamani. Unakuwaje mwanamke wa thamani? Mtu mpaka aone ana sababu ya kukufanya wewe kuwa mtu sahihi kwake. Kwa hiyo siku nikaambia no, mimi siwezi, inatosha kwa leo. Nimeenjoy na nimependa sana, but kwa leo inatosha. Na huyo mzee ni mstarabu kweli. Pale nimeita mpaka usafiri umefika. Akaniambia nauli, akanipa shilingi 200,000 za Tanzania. Ina za Tanzania, nipa hela za Tanzania, sio nipa dola, nipa hela za Tanzania. Nikamwambia thank you. Akaniambia tutakutana tena rafiki, nimefurahi sana. Na akaniambia tu rafiki, nimefurahi sana. Nikamwambia sawa, asante. Mimi upenda kusema asante. Ananiambia asante pia. Nikarudi zangu. Nimerudi zangu, akanitafuta. Umefika? Nikamwambia yes, nimefika. Nilikuwa nataka nikujuze ndio nimeingia. Akasema basi sisi bado tunaenjoy, sisi tumeshazoea kukesha, yani tunataka tuhame hapa pia. Kuna sehemu nyingine tunaenda. Nafikiri tutawasiliana next time. Ila nimefurahi sana. Marafiki zangu wamefurahia kampani yako. Tunasema asante. Nikamwambia wow, thank you sana. Huyu mzee hajaniambia chochote. Yani hatujafika hizo kusema baby uko bado hatujafika. Yani uko hatujafika kwa sababu hatujafikia hiyo hatua kama nilivyokueleza namna ambavyo nilikutana na huyu mzee. Sasa mimi hupenda sana kupata elimu mpya kwa sababu niko katika hii mission. Nilimwesi rafiki yangu yule ambaye ameolewa na mzungu, nikamwambia imekuwa 1 2 3. Nimefuata kama ulivyoniambia, ila nikwambie huyu mzungu amefurahi sana, huyu mzee. Yani kapenda sana kampani yangu kwa sababu ameona labda nilikuwa na utulivu sana. Akasema utulivu ni kitu kizuri na kitu cha thamani sana. Kuna wazungu ambao wao wanawapenda wanawake machakaramu. Yani wale ambao wana mambo mengi, yani vurugu nyingi, wako wazungu wa hivyo wanapenda. Lakini inategemea na huyo mzungu ametokea wapi.
Kuna wengine wametoka kwenye nchi yani zina ustaarabu sana. Yani ukifanya mambo ya ajabu ajabu hivyo mtu anakushangaa, wewe vipi? Ukaenda mahali umealikwa kwanza kucheza na watu wengine, mtu anakushangaa, wewe vipi? Kuna wengine sio shida. Yani yeye mzungu hana shida, cheza na yeyote, lakini ustaarabu ni kitu kizuri. Kwa hiyo basi utazidi kunipa feedback hivyo, tukachat na nini, na sijamuomba pesa. Hilo ni la msingi sana. Wasichana wengi wanapenda kuomba pesa. Unakutana tu na mtu unataka pesa. Pesa zinamfanya mtu aone kama wewe ni mtu ambaye hauwezi ukawa mwanamke sahihi wa kuweza kuanza naye maisha. Jamani, elimu ya haya mambo ni pana sana. Watu wanaelekeza vitu vingi ajabu. Na nikwambie wasichana wengi wanapewa hizi elimu kila siku. Na sasa hivi pia imekuwa rahisi watu kupata elimu, watu wanapata elimu, unakuta mtu ndo mishi zake anasema na kufundisha na kukutanisha na mzungu, unataka mzee, unataka nani. Imekuwa elimu ambayo iko kwa wazi sana. Zaituni anasema, kwa nini mimi nazungumza? Katika namna anaweza kuzungumza, unaweza ukasema kwa nini nazungumza hivi vitu, labda watu wanaweza wakaanza kuvifuata, kuvifanya. Watu wanapata hii elimu kwa namna nyingi sana. Mimi nazungumza kwa sababu nataka nikueleze kitu ambacho katika safari yangu hii nimekutana nacho, natamani nishare na wasichana wenzangu. Usichana una mambo mengi sana. Usichana una mambo mengi sana. Wimbi la usichana lina mambo mengi sana. Na nimegundua mimi kama msichana kwamba kumbe kuna maisha napaswa niishi kama msichana. Ambayo hayo maisha nitakuja kukueleza. Lakini mimi katika usichana wangu huu sasa hivi, ndoto yangu nilokuwa nayo ni hizi ambazo sasa hivi natembea nazo, na nafuata maelekezo, napita humo, na nataka nifikie katika hatua ya mafanikio. Nachotaka niende Ulaya. Yani hata sasa hivi nikutane na mtu sijui anatoka South Africa, sitaki. Ili mradi tu awe Mwafrika, sitaki. Nataka mzungu. Yani mzungu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Zaituni. Zaituni anasema basi huku dating, hizi dating sites zinaendelea. Hizi dating site nakwambia unakuwa kichaa. Sikufanikiwa. Yani sikufanikiwa mimi. Sikufanikiwa. Watu wanasema, yani mimi nilikuwa hivi, nimekutana na mtu mzungu sahihi. Watu wana stories za huko nzuri ni chache, nyingi za maumivu. Nyingi za maumivu. Kwa hiyo nikawa mimi nasema ngoja kwanza huku, na ngoja siku tu ikitokea. Yani siku ikitokea pap nimempata huko, sawa. Mimi sijabahatika, labda sina bahati labda kukutana nao huko, watu wanakutana nao huko hivyo. Zaituni anasema basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha, huyu mbabu wa kizungu alinitafuta. Na mimi nilikuwa sio mtu wa kumtafuta kwa sababu niliambiwa pia usishoboke sana. Yani how are you? Na nini? Yani mambo yaende slow. Mtu hujazoeana naye sana, unataka kuonyesha unamjali sana. Slow. Alinitafuta, tukachat, akaniambia kila kitu kiko okay. Na hapo hatujazungumza kuhusu mambo ya binafsi ya maisha yake, mimi maisha yangu, yani hatujazungumza. Na kama makutano yetu ni habari ya mahusiano, hatujazungumza. Yani sisi ni marafiki. Nimepata rafiki wa kizungu, lakini sijajua kwangu yeye anahitaji nini, lakini ni mzee. Kiukweli naomba niseme ni mzee. Kudeti na mwanaume wa kizungu mzee, mimi naona ni mtihani sana. Yani kwa mfano huyu ndo aniambie mimi nakupenda, ndo ni date naye. Wanaosemaga wasichana wenzangu wana roho ngumu kabisa. Hata unasema nakupenda sana, nampenda mume wangu, kwa nini ni mtihani? Yani kwa mfano ndo huyu aseme anioe, anipeleke huko nje, alivyo mzee hivi, unajua huyu ni mzee. Kwa hiyo kwa sababu tuko kwenye mambo ya urafiki, tuna chat, na kanambia to meet out, tutoke out na nini, tuko na company na watu, tunataka tuende sehemu, kama utakuwa free to join. Nikamwambia wow, lini? Tuka hivyo
na kweli nikacheki ratiba yangu hiyo siku itakuwa niko free. Nikaambia nitajoin na nyie, nitafurahi sana. Akaniambia so ujiandae, tutaenda kuogelea, tutaenda wapi? Akaniambia, nikaambia wow, ni habari njema. Kwa hiyo ikawa hivyo. TikTok Capital E.